Ekaristi takatifu ni chakula cha uzima. Sherehe hii ni mojawapo ya sherehe muhimu sana katika maisha ya kanisa, kwa sababu inatukumbusha zawadi kuu ambayo Yesu Kristo aliwaachia wanafunzi wake kabla ya mateso, kifo na ufufuko wake. Katika sakramenti ya Ekaristi, Kristo anaendelea kuwepo katikati ya watu wake, si kwa ishara pekee, bali kwa uwepo halisi katika mwili na damu yake. Kwa njia hiyo, waamini hulishwa kiroho, huimarishwa katika imani na kuunganishwa kwa undani zaidi na Mungu pamoja na kanisa lote. Wapendwa katika Kristo, sehemu hii ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati tuliyoisikia katika somo la kwanza iliandikwa wakati ambapo taifa la Israeli lilikuwa katika hali ya hatari ya kuangamizwa. Somo hili linawaalika Waisraeli kukumbuka jinsi Mungu alivyowatendea baba zao walipokuwa jangwani kwa miaka 40. Mungu aliwapa chakula mana ili waishi na kuendelea na safari yao. Kupitia tukio hili, mwandishi anatufundisha sisi pamoja na Waisraeli, Mungu ndiye tegemeo letu la hakika nyakati zote. Kwa hiyo hatuna budi kumtegemea yeye katika maisha yetu, katika hali mbalimbali tunazopitia. Katika somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto, tunafundishwa maana halisi ya Ekaristi takatifu katika maisha ya kanisa, yaani kwamba wanaopokea Ekaristi takatifu humpokea Yesu mzima na huunganika naye na kuunganika na Kristo. Wakristo wote huunda umoja kati yao na Kristo kwa njia ya ushirika wa mwili na damu ya Kristo. Sisi tulio wengi tunakuwa mwili mmoja. Ukweli huu si nadharia, bali ni ukweli halisi. Hapa tunafundishwa kwamba Ekaristi si tendo la mtu binafsi, bali ni tendo la jumuiya. Maana Ekaristi takatifu inatuunganisha na Kristo, lakini pia inatuunganisha sisi kwa sisi na kutufanya kuwa familia moja ya Mungu. Hivyo basi, haiwezekani kushiriki Ekaristi huku tukidumisha chuki kati yetu, huku tukidumisha migawanyiko kati yetu na kuto kupendana. Ekaristi inatuita kuishi moja na ukweli unaotokana na Kristo mwenyewe. Katika Injili, Yesu anawataka mitume wake kumwamini na kumpokea kabisa ili wapate uzima. Katika karamu ya mwisho, mitume waliweza kuelewa maana na uzito wa maneno ya Yesu baada ya kupaa kwake mbinguni. Walitekeleza kwa vitendo kile walichoagizwa na Yesu. Waliadhimisha Ekaristi takatifu na kudumisha umoja kati ya waamini na kujenga mwili wa fumbo wa Kristo, yaani kanisa. Yesu anafunua wazi kabisa fumbo la Ekaristi takatifu kwa kusema, mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Maneno haya yanaonyesha ukweli kwamba Yesu anajidhihirisha
katika ishara na anajitoa kikamilifu kwetu. Maana kupitia Ekaristi Kristo anaishi ndani yetu na sisi tunaishi ndani yake. Huu ni muungano wa pekee unaotupatia nguvu ya kushinda dhambi na kuishi maisha matakatifu. Ndugu wapendwa katika Kristo, kwa mujibu wa Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1324 tunajifunza kuwa Ekaristi ni chemichemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo. Maana yake ni kwamba maisha ya Mkristo hupata nguvu, mwelekeo na utimilifu wake katika Ekaristi takatifu. Aidha, Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano katika hati ya kuhusu kanisa lililo mwanga wa mataifa, yaani Lumen Gentium namba 11, tunajifunza kuwa sadaka ya Ekaristi ndiyo kitovu cha maisha ya kanisa, kwa sababu humo Kristo mwenyewe anaendelea kujitoa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Katika ulimwengu wa leo uliojaa mashindano ya maisha, tamaa za mali na kushuka kwa maisha ya kiroho, kanisa linatualika kumrudia Kristo aliye mkate wa uzima. Leo tunaposherekea mwili wa Kristo, tunakumbushwa wajibu wetu sisi tulio safarini kuelekea ukamilifu, yaani utakatifu. Tutambue kwamba sisi sote kupitia mito mbalimbali tunaitwa katika wito ulio mkuu ambao ni kufikia ukamilifu, yaani utakatifu. Tunakumbushwa yafuatayo. Tunakumbushwa kuadhimisha daima na kupokea mara nyingi Ekaristi takatifu. Sisi tulio wafuasi wake yatupasa kuadhimisha mafumbo haya kama Kristo alivyowaasa mitume wake wafanye kwa ukumbusho wake. Pia yatupasa tusipokee sakramenti hii kwa mazoea au bila maandalizi, bali kwa imani hai na unyenyekevu, tukitambua tunampokea Kristo ambaye anakaa ndani yetu nasi tunakaa ndani yake. Hii inamaanisha kujiandaa vizuri kabla ya misa, kusikiliza neno la Mungu kwa makini na kushiriki kwa moyo wote katika ibada. Pili, tunaitwa kuwa mashuhuda wa Kristo kwa kuishi maisha ya umoja. Tunapompokea Kristo katika Ekaristi, tunapaswa kumpeleka kwa wengine kupitia matendo ya huruma, haki na upendo. Wapendwa wana wa Mungu, kama nilivyosema kwamba tunapompokea Kristo kupitia Ekaristi takatifu, anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Maana hiyo, tunapotoka hapa kanisani, tuendelee kumtangaza Kristo ambaye yuko ndani yetu kwa matendo yetu. Ni jambo la kushangaza na kusikitisha, Mkristo Mkatoliki anayeshiriki masakramenti yote anatoka nje baada ya misa, anaanza majungu, anafika nyumbani, anaanza ugomvi katika familia, anaanza ugomvi na majirani. Kwa hiyo Kristo anayekaa ndani yetu atuongoze kuwa watu wa huruma, kuwa watu wa haki na upendo. Maisha yetu yawe ushuhuda unaoonekana wazi kwamba Kristo anaishi ndani yetu. Tatu,
Ekaristi inatufundisha kuwa watu wa shukrani. Yesu alijitoa kabisa kwa ajili ya wokovu wetu. Vivyo hivyo nasi tunapaswa kujitoa kwa ajili ya huduma kwa wengine, huruma na msaada kwa wahitaji. Katika jamii zetu tunatawaliwa na ubinafsi pamoja na kupungua kwa mshikamano. Wapendwa, tunapaswa kuwa mashahidi wa upendo wa Kristo kwa njia ya matendo mema na maisha ya huduma. Hapo tutaweza kurudisha shukrani zetu kwa upendo wa Mungu aliyekubali kushuka na kukaa pamoja nasi ili aweze kutuokoa. Ndugu wapendwa, sherehe ya mwili na damu ya Kristo inatukumbusha kuwa Yesu Kristo anaendelea kubaki pamoja nasi katika Ekaristi Takatifu kama mkate wa uzima. Tuombe neema ya kuipenda Ekaristi kwa moyo wote, kushiriki misa kwa ibada ya kweli na kuishi maisha ya upendo, umoja kama wanafunzi wa Kristo. Bikira Maria, mama wa Ekaristi, atuombee ili daima tumkaribishe Kristo katika mioyo yetu kwa imani safi na maisha matakatifu.